katika shule za sekondari. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Bila shaka swala la uhaba wa walimu na ni jambo ambalo tume yenyewe ambayo inasimamia maslahi ya walimu na kuhakikisha kwamba wanaajiriwa kwa wingi katika shule za kitaifa wamekiri kwamba ni tatizo lililopo hivi sasa. Ni mojawapo tu ya mambo ambayo tutakayokuwa nayo kwenye mazungumzo yetu siku hii ya leo, na vile vile tutaangazia zaidi maandalizi baada miezi mitatu baada ya shule kuanza na kufanya ile elimu ya CBE maarufu kwamba elimu ile ya umahiri. Je, tuko wapi sasa kama taifa, na je vifaa vya kutosha vimepatikana ikiwemo miundo msingi? Awali kulikuwa na changamoto pale sasa kuanzia mwaka jana, ikiwemo changamoto ya mijengo, ikiwemo changamoto za madarasa vile vile na hata maabara kwa wanafunzi hao ambao tayari waliingia pale na kuanza masomo. Pia kukawa na changamoto nyingine ambapo walimu baadhi yao walisemekana kwamba hawajapata mafunzo ya kutosha kupeana elimu ile ya umahiri katika shule mbalimbali. Na kumbuka pia hizi ni zile shule ambazo sasa zimeachana na masuala ya elimu ya sekondari na kuingia katika elimu ya CBE ili kuwasaidia wanafunzi ambao watakaomaliza watakuwa na umahiri fulani baada ya kumaliza masomo yao. Mchana wa leo tutakuwa pia tunaangazia masuala ya ustadi, hasa katika masuala ya hesabu, kusoma, kuandika hapa nchini Kenya, na tutaangazia zaidi pia baadhi ya ripoti ambazo zimefanywa kupitia utafiti katika masuala ya elimu kupitia mashirika mbalimbali. Kuna ripoti zimetolewa zikiangazia namna ambavyo idadi ya wanafunzi ambao wanaweza kusoma ni wako asilimia ngapi kufikia sasa, na pia idadi ya wanafunzi ambao wanaweza pewa labda mazoezi ya darasa la 3 ambao labda ni wanafunzi ambao katika darasa la 4, je wanaweza kufanya mazoezi hayo vema kabisa? Ni baadhi ya mambo ambayo tutakayofanya tukielekezwa vema na utafiti. Ndio maana nina watafiti leo katika studio zetu hapa KTN. Moja kwa moja nikianza na Daktari Frida Kiambati ambaye ni mtafiti wa masuala ya sayansi kutoka shirika la APHRC. Karibu sana katika studio zetu daktari. Asante sana Bwana Ali. Nashukuru kwa muda wako kufika. Daktari Sam pia tuko naye hapa ambaye awali tulikuwa na mahojiano na yeye pale tukizungumzia namna shughuli zinavyoendeshwa katika shule mbalimbali na namna ambavyo pia atajiandaa kupeana baadhi ya taarifa, hususan nitasema zile ripoti ambazo zimefanywa utafiti kupitia shirika la Mizizi Afrika ambalo linaangazia sana masuala ya elimu. Yeye ni meneja kule, msimamizi wa mitaala na vile vile utafiti. Karibu sana Daktari Sam. Asante sana Bwana Halima. Tunashukuru sana muda wenu nyote kuwa hapa siku hii ya leo, na nitaanza na Daktari Sam. Labda tumetoka kuona taarifa ambayo kidogo tume ya kuajiri walimu wamekiri kwamba kuna uhaba wa walimu ambao wanaweza kushika baadhi ya masomo katika ile elimu ya umahiri yani CBE ambayo miezi mitatu iliyopita wanafunzi ndio walikuwa wameanza. Hili tatizo labda mnaliangazia kwa uzito gani nyinyi kama watafiti? Asante sana Bwana Halimazu. Kwanza mwanzo kabisa nichukue fursa hii kutakia wasikilizaji wetu kila laheri, watazamaji wetu kila laheri mahali walipo. Kuhusu swala la uwepo wa walimu kama wametosha kwa shule za senior school, nasema shida si walimu kutokuwepo. Shida ni vile walimu wenye wako sahi, vile walipita kusoma, vile walisoma wakiwa kwa training institutions. Because the kind of training ile walipata haikuwa ya mfumo wa CBE, ilikuwa mfumo wa waje wafunze mfumo wa 844. Kwa hivyo lile jambo sahihi linaendelea, na pia tume la kuajiri walimu na serikali imetilia mkazo ni hawa walimu pia waweze kupata nafasi ya zile tunaita in-service training programs. Kwa hivyo wakati shule zimefungwa, kuna mpangilio ule umewekwa, ndio sasa wale walimu pengine walikuwa wamesoma wafunze kwa mfumo huu tofauti wa 844, sasa wamepewa ile ujuzi wa kufunza the competence based education. Je, tuliharakisha huu mfumo kama taifa? Siwezi sema tuliharakisha. Naweza sema wakati ulikuwa umefika. Ndiposa sasa tuweze kubadili vile masomo ilikuwa, ndio tuchukue mfumo mpya. Kwa sababu ulimwengu wa sasa Bwana Halimazu na mtazamaji, ulimwengu wa sasa si tu ndio ufaulu, haitakikani tu uwe unajua
ati ile tunasema tu academic skills peke yake. Ndio upaswe kufaulu, unahitaji pia zile tunaitwa 21st century skills, zile tunasema pia ni study za maisha na maadili, life skills and values. For you to succeed in today's world, lazima ukue umefaulu kwa communication and collaboration skills. Ndiyo. Uwe mzuri kwa problem solving and critical thinking. Kwa hivyo sasa tungeendelea na ule mfumo wa 844, tungeendelea pia wanafuzu, lakini wakiingia kwa the world of work wana matatizo kwa sababu ya hizi skills zingine zenye zilikuwa zinahitajika hazikuwa very intentional kwa 844. Tutaingilia baadaye, tuangazie mwanafunzi anapomaliziwa shatayarishwa, je, soko liko wazi kumchukua na kuingia katika kazi na vitu kama hivyo. Daktari Frida, karibu sana. Labda kwa upande wako pia, labda mawazo yako ni yapi unaposikia kwamba tayari huu mfumo wa CBE unakabiliwa na changamoto, na ni changamoto ambazo hatuwezi sema ati serikali haijaribu kufanya lolote. Serikali inajizatiti sana kuhakikisha kwamba vitabu vinapatikana, miundo misingi ipo sawa kabisa, walimu na hata madarasa, maabara na kadhalika. Nadhani umeona vile walivyoanza mwezi wa kwanza mpaka saizi. Sijui mawazo yako yakoje katika mfumo wenyewe mpaka pale tulipo saizi? Asante sana Bwana Ali. Kwanza ningeanza kwa kushukuru serikali na Wizara ya Elimu kwa sababu ya mfumo huu wa CBC, kwamba CBE, kwamba elimu inaendelea, wanafunzi wanajifunza yale mambo wanaweza kutekeleza pale darasani. Katina hayo kuna matatizo, na utafiti wetu unaonyesha kwamba idadi ya wanafunzi ukilinganisha na ile ya walimu iko juu, kumaanisha madarasa idadi ya wanafunzi katika darasa ni wengi. Kwa hivyo walimu, inamaanisha walimu ni wachache. Kama walimu ni wachache pale darasani, ama kusema kwamba wanafunzi ni wengi, kutoa mafunzo inakuwa tatizo kidogo. Ndiyo. Kwa hivyo ni vizuri kama tungeweza kuweka mikakati ambayo ingeweza kusaidia walimu waweze kuongezeka, na najua tume ya elimu ya TSC inashughulikia jambo hilo. Asante. Unadhani mwanafunzi wa Kenya kuna mambo msingi ambayo anastahili kupewa kupitia elimu ya CBC na hata CBE? Unadhani huduma hizo zinawafikia kwa wakati unaofaa? Kama vile mwenzangu amekwisha sema, kuna zile life skills, kuna hizo ambazo mwanafunzi anapaswa aweze kupata, kama kuweza kufikiria, kuweza kutatua jambo moja na lingine, the core competencies. Kuweza kushirikiana na wengine, kuweza kuzungumza na kuongea, communication and collaboration. Kwa hivyo kuna walimu wanafanya juhudi kuhakikisha wanafunzi wanaweza kupata hizi skills. Yeah. Na katika skills zenyewe, labda kwenye mitaala ambayo tulionayo, labda imeangazia vyema ni skills gani ambazo mwanafunzi yule anastahili apate na zinafanyiwa ama zinatahiniwa? Ndiyo. Mitaala inaelekeza mwalimu, tutafunza hili, tutafunza hiki katika darasa, hizi all these skills. Yes. Labda kwa Dr. Samuel, hilo swala la mitaala nadhani utakuwa vyema uliingilie kwa undani, tuangazie namna kile ambacho wewe umefanya utafiti mitaala, na ni kitu gani kinachostahili kumfikia ule mwanafunzi akiwa darasani, kumwandaa vyema mwalimu pia akiwa darasani. Je, mitaala inakwenda sambamba na kile ambacho kinastahili kuwepo pale darasani? Niongezee pale mwenzangu amesema kwamba ni ukweli. Ukiangalia mtaala vile huko, zile skills ama study za maisha, zile wanafunzi wanaopitia system yetu ya masomo, KICD ambao ni Kenya Institute of Curriculum Development, wame prioritize
study 7 core competencies. Zile wanasema kwa wanafunzi wetu hizi ni muhimu, lakini haimaanishi ni hizo tu 7 peke yake. Kati ya hizo 7 kuna ile tunaita problem solving and critical thinking. Huyo ni utatuzi wa matatizo, ubunifu, hiyo ni creativity, kuwasiliana na kushirikiana, na ile tunaita pia digital literacy, citizenship, learning to learn. Hizo zote ziko. Na vile mtaala ukiangalia zile tunaita, wakati wangu na wewe tukisoma tulikuwa tunaziita syllabus, lakini siku hizi inaitwa curriculum designs. Ukiangalia kwa hizo curriculum design, mwalimu ameongozwa kwa kila kipindi ambacho anakuwa na mwanafunzi kwa darasa, kulingana na ile topic ama ile somo ya hiyo siku. Ameongozwa vizuri, akaonyeshwa vile utapanga masomo yako kwa hiyo class. Leo tutakuwa hii content itakuwa ni ya mambo ya creativity ama ubunifu na innovation. Tunaenda hiyo, pengine ni alikuwa anafunza hesabu, yule wa Kiingereza akikuja kulingana na vile anafunza, pia yeye utapata ameambiwa hii somo lako leo ni mambo ya ushirikiano na kuongea. Kwa hivyo mtaala vile umepangwa vizuri, ndiposa sasa wakati ule watoto wanafuzu kutoka hiyo class kwenda ingine, kuna zile skills ambazo wanatakikana kuwa wamezishika. Tukija kwa upimaji, ile ni assessment. Pia walimu nimesema kwamba kuna hizi in-service programs zile wanaenda kukiwa shule zimefungwa. Wamesomeshwa pia vile wanaweza kupima hizi studies za maisha, pia maadili, kwa sababu inaeleweka vizuri kwa masomo. Kama haijapimwa, hautaweza kujua kama tumefika kile kiwango yenye tulistahili wanafunzi wafike. Kwa hivyo ukienda kwa shule zetu, walimu wametayarishwa, hata ingawa pia kuna changamoto, na mwenzangu pia amesema vile darasa wanafunzi wako ni wengi. Kama wiki 2 zilizopita nilienda shule moja hapa Nairobi. Nikapata mwalimu anaitwa Teacher Doris. Teacher Doris alikuwa na wanafunzi 58. Kipindi cha kusomesha ni dakika 35. Huyu mwalimu anatakikana vile mipangilio ya kusoma inakuanga, ukiingia darasani kitu ya kwanza ni upatie wanafunzi nafasi wakueleze vile mlikuwa mmesoma ile darasa iliyopita. Ndio. Sasa muingie waeleze darasa ya leo tunafanya hivi, upange hiyo darasa, na pia kuna sehemu ya upimaji ukimaliza hiyo. Lakini sasa Bwana Manzu na watazamaji, ukiwa na wanafunzi 58, unaona hapo kuna changamoto, kwa sababu kufikia kila mwanafunzi usaishi hata vile amefanya kwa class, uangalia amepata ama amekosa, hapo ndio kuna changamoto. Lakini nikirudia ile swali ulikuwa umeuliza, ni kweli kabisa mtaala wa elimu umesema vizuri zile core competencies wanafunzi wanapaswa wasaidiwe ndio waweze kuzipata. Mtaala pia umesema vizuri zile values, na tukisema value ni kama maadili. Ndio. Kama heshima ni value. Ile wanafunzi pia wanatakikana wasaidiwe ndio waweze kupata hizo. Na nikiongezea kidogo Bwana Manzu ukiniruhusu. Ndio. Katika shirika la Mizizi Elimu Afrika mwaka wa 2022 tulifanya utafiti ndio tuweze kuelewa ile kiwango adolescents ama wanarika wako kulingana na maadili, na ndio sasa tuweze kujua umuhimu wa hizi maadili na studies za maisha kuwa kwa mtaala wa elimu.
matokeo yetu ama ile vile utafiti wetu ulionyesha, tukiangalia maadili kama heshima, only about 8%, takribani 8% ndio waliweza kukua katika kile kiwango yenye tulikuwa tunapima kama kiwango ya juu ya respect, na takribani 30% hivi walikuwa kwa ile kiwango ya chini. Kwa hivyo hiyo ni kusema kwamba upimaji wetu tuliangalia vile mwanarika akiongea na mwingine vile anampea heshima, pia vile anapea heshima za kitu cha property ya mtu mwingine. Na ndio maana unaona hata huku nje wakati watu wako huku nje wanafanya mambo yao, pengine unaona watu pia wanaingilia vitu za wenyewe, saa zingine pia wanaharibu. Ndio hizo vitu tunasema sasa kwa shule ni muhimu tuhakikishe kwamba watoto wetu kama ni kusaidiwa, anasaidiwa pia wamekuza heshima. Vyema kabisa. Swala la heshima nadhani ni muhimu na adabu katika kuendeleza. Labda Daktari Frida unataka kuongezea? Nataka kuongezea. Asante sana Bwana Ali na asante daktari kwa kuongeza hayo. Ningependa kuongeza kutilia mkazo pale ambapo amesema idadi ya wanafunzi Nairobi, mfano ambao ameutoa wa wanafunzi 58 na kuna madarasa yako na wanafunzi wengi kabisa hata kushinda 58, 80 kunao. Kwa hivyo mtaala wa elimu unaelekeza vile pale darasani mwalimu anapaswa kufundisha vipi. Na mtaala unatoa mapendekezo kwamba wakati mwalimu anafunza pale darasani, wacha watoto wawe ndio wanashiriki zaidi kushinda mwalimu. Watoto ndio wanashiriki zaidi. Lakini kwa sababu ya tatizo hili la large class sizes, mwalimu hana budi kutoa kama anatoa mhadhara, ana focus kwa the whole group pale darasani. Utafiti wetu waonyesha vile kwamba madarasa mengi kadri ya 80, zaidi ya 80 kwa somo la kusoma na kuandika, literacy. Walimu wengi wanafuatilia huo mtindo wa kufunza darasa mzima. Kwa hivyo hakuna wakati wanaweka watoto katika vikundi ama wanasaidia yule mwanafunzi mmoja ambaye pengine anabaki nyuma. Kwa hivyo ni tatizo kwamba ambalo tunahitaji kushughulikia kama nchi. Asanteni sana Daktari Frida na Daktari Sam ambao wako hapa wanatuelezea baadhi ya tafiti zinasema nini kuhusiana na masuala ya elimu, hususan na elimu ile ya CBE ambayo sasa ndio imeingia miezi mitatu na inaendelea kutumika, changamoto zilizoko, na pia kuna ripoti kuhusiana na baadhi ya wanafunzi kutoweza kufanya mazoezi ya darasa fulani ambalo tayari wamelipita na ni wanafunzi ambao wamesonga mbele. Ni baadhi ya tafiti ambazo huwa mara nyingi wanafanya kupitia mashirika yao yale ya Mizizi ya Afrika ambao wanaangazia masuala ya elimu. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini tutakaporudi sasa tutaingia zaidi kwenye baadhi ya matokeo ya tafiti ambazo wamefanya, ikiwemo kuna utafiti ambao unahusiana na masuala ya hesabu kwamba ni kwa nini wanafunzi wengi huanguka somo lile la hesabu. Watatuelezea ni kwa nini, na pia kwenye ustadi wa kuhesabu, kusoma na kuandika hapa nchini Kenya na sehemu hii ya kusini mwa jangwa la Afrika pia kuna ripoti zinazoelezea kuhusiana na umahiri wa wanafunzi. Wengine hata wanashindwa kusoma wanapopewa mazoezi ya kusoma. Usiende mbali, tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.
creating citizens of the future by transforming education in Kenya. Nimeona uaminifu wako, nimeona huruma zako, jina la Yesu libarikiwe. Nimeona nguvu zako, nimeona uaminifu wako, nimeona huruma zako. Dial star 811 *917 hash to get this as you skiza tune. KTN, ndio home. Hey, it's time to play. We're glad you came because we love to share. We can laugh and sing, do brand new things with new friends everywhere. Come, come, come. Let's have some fun. Let's have some fun with everyone. Because we love to learn together, making new friends forever. We Sesame Street friends. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mjadala wetu ikiwa sasa ni imesalia dakika 2 itimu saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Unaendelea kutazama taarifa za yanayojiri ikiwa tunaangazia masuala ya elimu siku hii ya Jumatatu. Zaidi tukiangalia mustakabali wa elimu ile ya CBE ambayo miezi mitatu iliyopita ndo tuseme ilianzishwa rasmi hapa nchini, na pia wanafunzi wengi wakaweza kuripoti katika shule ambazo waliitwa. Tunaangalia mustakabali wake na namna ambavyo inavyoendelea mpaka hivi sasa. Kutokamana na tafiti ambazo zinafanywa, ndio maana leo tumesema tuchukue ama tuhusishe watafiti katika masuala ya elimu, nikiwa na Dr. Frida kumradhi, na vile vile Dr. Sam ambao wameanza kuchanganua. Sasa naomba tuingie katika masuala ya hesabu. Mimi ni mmoja wa wanafunzi ambao sikufanya vyema katika hesabu kusema ukweli. Daktari Frida, utanisamehe. Lakini inakuwaje, ni kwa nini mara nyingi matokeo ya somo la hesabu yako chini sana kiasi cha kwamba hayaridhishi? Ya bwana Ali, acha nianze kwa kutoa takwimu kuhusu utafiti ambao umefanyika ulimwenguni na pia barani Afrika na kisha hapa nchini Kenya, kwamba hesabu pamoja na kusoma na kuandika ambazo ni stadi maalum katika kile kiwango cha elimu msingi kimepata matatizo. 70% ulimwengu mzima watoto wanalemewa ama wana matatizo ya kusoma na kuandika pamoja na kufanya hesabu. Hapa barani Afrika 89% hawawezi kusoma na kuandika ama pia kucomprehend, kuelewa kile ambacho wanasoma na kuandika.
Tukija hapa nchini, sasa nitafuatilia pale umesema hesabu na nitatoa kulingana na utafiti ambao ulifanyika hapa nchini 2025 na usawa wa agenda kwamba watoto watatu kati ya watoto 10 ambao wako katika darasa la 6 wanalemewa kufanya hesabu ambayo ni ya kiwango cha darasa la 3. Kumaanisha watoto wetu wanahitaji usaidizi. Pengine ni mwache daktari aendelee kidogo, niachie hapo kwa sasa. Daktari, kwa nini utafiti wa watoto watatu kati ya 10 hawawezi kusuluhisha kama ni hesabu amepewa ya gredi ya 6 kama sijakosea? Ya gredi ya 3. Gredi ya 3, ya. Kwanza kabisa Bwana Manzu, na nikiendelea mahali mwenzangu amefika, tarehe 14 mwezi wa 3 ni siku ya hesabu duniani. 14th of March. Hiyo ilikuwa juzi Jumamosi. Juzi tu Jumamosi. Sasa na maana kwa sababu yenye hiyo siku inasherekewa ulimwenguni ni kwa sababu ya umuhimu wa hesabu kwa maisha. Kwa maisha. Si ya mwanafunzi, ni ya maisha ya sisi wote. Tunahitaji hesabu kwa sababu bali na kuwa umefaulu kimasomo, hesabu pia inakusaidia kutatua matatizo ya kila siku. Ndio. Problem solving. Hiyo ni mambo ya hesabu. Ndio maana imepewa hiyo nafasi ya kuwa siku ya kusherekea siku ya hesabu. Utafiti pia unaonyesha pia na hii ni UNESCO 2024 inaonyesha kwa ule by the time wanafunzi wamalize primary school, only 1 out of 5, that's about 20%, karibu sana na zile takrimu mwenzangu amepeana, 80% wanamaliza primary school wakiwa bado hawajafikia kile kiwango tunahitaji kwa foundational learning. Ile ni foundational literacy na foundational numeracy. Ile swali umeuliza ni kwa nini tunakuwa na kiwango kikubwa, unapata wanafunzi wako darasa la 6 lakini wakipewa tatizo yenye ilitakikana mwanafunzi wa darasa la 3 atatue, wakiwa darasa la 6 unasikia 70% are not able to solve that problem, only about 30%. Shida ni nini? Na shida gani ilifanya Bwana Manzu ametueleza yeye hakufaulu hesabu? Kitu ya kwanza unaweza pata ni ile attitude yenye watu wanakuanga nayo na wanafunzi pia wanakuanga nayo, na hapa pia ndio tunahitaji walimu pia wasaidie, kwa sababu hii negative attitude ya hesabu saa zingine inatokana na wale walimu vile wanafunza. Sababu unaweza pata mwalimu ameingia kwa darasa na tayari ashaambia wanafunzi ama ameonyesha wanafunzi hii hesabu si ya kila mtu. Hesabu ni ya wanafunzi wachache. Pia anaweza hata kuwataja kusema unajua so and so, huyu ni mtu ya hesabu. Kwa hivyo attitude, negative attitude ya hesabu inaleta hii shida. Shida ingine ambao ile pia tumesema ni ule wingi wa wanafunzi kwa darasa, kwa sababu utafiti wenye tumefanya pamoja na Semastea unaonyesha wanafunzi wengi kwa shule, zile makosa wanafanya kwa hesabu ni zile tunaita factual errors. Na factual errors ni vile unaweza patia mwanafunzi hesabu ya 4 kuongeza 3 anakuambia ni 8. Sasa na tunajua 4 kuongeza 3 hiyo ni 7. Tatizo hapo ni facts. Anaelewa addition, lakini ile fact ya 4 plus 3 inaleta shida. Na kitu ingine inachangia hii ni vile pia wanafunzi wanafunzwa, kwa sababu unapata
vile wanafunzi wanasonga kutoka darasa la kwanza kufika darasa la 3 kuendelea mbele, kuna ile tunaita concrete. Ile unafunzwa kama ni kuhesabu, unapewa kama unahesabu 1 hadi 5 unapewa 5 things, like unaweza pewa vijiti vitano. Asante. Ndio. Vijiti vitano. Sasa kwa hizi vijiti vitano kuna unahesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ine, ya tano. Lakini unapaswa, walimu pia wanapaswa kusaidia wanafunzi kuzipanga. Unaweza panga vijiti 2. Kwanza tuhesabu zikiwa 5. Tukiendelea tunapanga 2 na 3. Sasa hapo tunaanza kuleta ile concept ya addition. Ongeza. Lakini unapata wanafunzi wanaendelea kufika hata grade ya 4, ya 5 na bado wako ile tu kuhesabu. Ukiuliza mwanafunzi 10 kuongeza 2 anahesabu hizi vijiti zote 12. Lakini sasa angepewa unaweza hesabu 5, ingine 5 na ingine 2. Sasa hapo ndio unasaidia wanafunzi kupata hiyo kuweka vitu kwa vikundi. Kwa sababu hata kwa maisha ya kisasa tukifanya hesabu watu hesabu moja moja, unachukua 5 unaongeza 4 ukiendelea hivyo. Kwa hivyo hilo ni tatizo moja ya vile wanafunzi wanafunzwa. Na pia ukitoka kiwango ya grade ya kwanza mpaka grade ya 3 kuelekea grade ya 4, tunapaswa sasa kupindua vile tunafunza from concrete to abstract. Abstract ni vile unapatia wanafunzi nafasi ya kutumia zile zinaitwa mental maths. Mwalimu anasema kuna huyu mkulima alikuwa na buzi 2 na zingine 3 kwa jirani. Huyu mkulima buzi zote ni ngapi? Unajua saa hii hizo buzi haziko hapo. Ni mfano. Kwa hivyo mwanafunzi atafikiria 2 plus 5 aseme, or 2 plus 3 is 5. Sasa hiyo ni ule uwezo. Kwa hivyo tunasema wanafunzi wakisaidiwa kukua kimasomo from concrete to abstract, pia hiyo itasaidia kuinua kiwango cha kuelewa hesabu. Vipi utayari wa mwalimu? Je, hii ni changamoto pia katika kumfanya mwanafunzi apate kuelewa somo lile la hesabu na afanye vyema zaidi kuimarisha viwango vyake? Sijui unazungumziaje? Mwalimu ametayarishwa pia yeye katika swala lile? Ndio Bwana Ali. Kabla ni fuatilie swali lako la vipi mwalimu ametayarishwa kuhusu somo la hesabu, ningependa kuendeleza kidogo pale Daktari Mtweleli ameacha. Matumizi ya vifaa pale darasani, mwalimu anapoandaa wanafunzi, anapowafundisha somo la hesabu, matumizi ya vifaa maalum pale darasani ni muhimu sana. Kama ambavyo amesema counters, use of realia, real object. Ndiyo. Pale darasani muhimu sana. Na ningependa sasa kusema kwamba pale APHRC katika shirika la African Population and Health Research Center tulikuwa na mawazo, tukataka kujua kwa nini watoto hawasomi. Ingeweza kuwa ni mwalimu afundishi vizuri, ingeweza kuwa ni tatizo linatokana na watoto, ama ni tatizo la kimfumo. Na kama ambavyo ashiria pale mbele, I mentioned a few of them, kama mwanafunzi hawafunzi kulingana na mtaala vile unafuatiliza, na la muhimu sana matumizi ya vifaa. Ndio. Pale darasani kuna walimu ambao wametengeneza vifaa maalum, wako na zile counters, wako na zile pengine realia kama chupa kama hii, lakini matumizi yake ya darasani hayapo. Ukienda kuangalia darasa wakati mwalimu anafundisha, uwepo wa vifaa vya ufundishaji na matumizi yake ni tofauti sana. Kumaanisha tunapaswa kusaidia mentorship kwa walimu ili waweze kuunda vifaa ambavyo pia wanaweza kutumia
pale darasani sana sana kwa hili somo la hisabati na pia kusoma na kuandika. Ndio. Kumaanisha walimu pia kidogo kwenye utayarishaji wao ama utayari wao kuna baadhi ya vifaa hawavitumii. Kwa hivyo katika kuwatayarisha walimu both pre-service kabla waanze kufundisha na wakati wanaendelea kufundisha the in-service training ifuatilie isaidie mwalimu kuweza kuunda vile vifaa low cost na vile vitabu pengine vinapaswa kutumika pale darasani vya hesabu vya kusoma na kuandika ambavyo vinatolewa na serikali navyo viweze kuwa pale darasani kwa sababu bado hatujafikia idadi ya moja kwa moja kwa vitabu vinavyohitajika pale shuleni. Umetaja pia 70% ya barani ulimwenguni. Yes. Kwa nini kuna viwango vikubwa hivyo vya kutojua hesabu? Maana ulimwenguni ukiangalia kama mataifa ambayo yameendelea vema zaidi Uchina, Europa, Marekani kule ukiangalia miundo yao ile ya kufunza na hata vifaa wanavyotumia yani mwalimu yuko hapa na mwanafunzi kwa sababu idadi yao pia ni chache sana. Kuonyesha elimu ya kimsingi sio kwamba ni Afrika tu peke yake inalemaza pia ulimwenguni na sana sana somo la kusoma na kuandika. Hiyo takwimu inaashiria kusoma na kuandika sana sana 70 ulimwenguni 89 kulingana na utafiti wa UNICEF 2023 barani Afrika. Daktari Sam, una lolote la kuongezea? Yes. Tutakwenda kwenye masuala ya kuandika pia kama hesabu ni shida kuandika kwa nini? Swala la walimu wale tuko nao shule kama wamefuzu vizuri, walimu wamehitimu tena vizuri. Changamoto ni pale darasani. Hapo ndio kuna changamoto because kwa sababu kwa mfano ule utafiti pia umefanywa na hiyo report ilitoka juzi ya fulana. Unapata wanafunzi 3 wanatumia kitabu moja ya hesabu na wanafunzi 2 wanatumia kitabu moja ya kusoma na kuandika. Kwa hivyo ukiangalia hata kwa hiyo kiwango hesabu pia kuna tatizo because zile materials za kusupport learning pia kwa hesabu si nyingi kama zile za kusoma na kuandika. Na ukiangalia pia utafiti utaona tumepiga hatua iwapo hata sio kwa kiwango kikubwa lakini hatua kubwa tumepiga kwa literacy kulingana na ile ya hesabu. Na hiyo ndio ile matatizo tunasema. Kwa hivyo kwanza ni walimu waendelee kupata support. Because challenge nyingine tumesema sio qualification. Challenge nyingine ni ile sasa kupindua akili, mindsets, kutoka kule tulikuwa kwa 844 vile tulikuwa tunafunza darasani, tubadilishe akili sasa, tujue tuko kwa darasa la competency based education, na hiyo pia iko na vile masomo yake ufanyika. Yes. Daktari Frida, naomba tuingie kwenye kusoma. Umezitaja vizuri takwimu hapo mwanzo upande wa hesabu na kupiga mahesabu na kadhalika, na umetuelezea vizuri takwimu zinasema nini kimataifa, ukatuleta hapa Afrika na hata hapa nchini Kenya na changamoto zilizoko ambazo umechangia nyote. Kusoma sasa tuko wapi? Kusoma hapa nchini. Kwa sababu zile takwimu bado ni zile za kusoma. Hapa nchini watoto 4 kati ya watoto 10 wa darasa la 3 wanaweza kusoma. Wanaweza kusoma. Hii inamaanisha 6 kati ya watoto 10 hawawezi kusoma na kuelewa wanachokisoma. Maanisha kusoma sio kusoma tu. Unahitajika kusoma na uweze kuelewa kile ambacho unakisoma. Kwa hivyo watoto 4 wanaweza, watoto 6 hawawezi. Kwa nini watoto 6 hawawezi? Tukianzia hapo. Daktari Sam. Wacha kwanza Bwana Manzu nianze kwa kusema hivi. Kusoma na kufaulu kwa wanafunzi kwa shule
si jambo la mwalimu peke yake. Kuna nafasi pia ya mzazi kusaidia mwanafunzi apate. Wacha nikusimamishe. Kusoma. Tumeunganishwa sasa katika familia, yani ukija mazoezi. Diary inasemaje? Kurasa za daftari zinasema mzazi msaidie mwanafunzi kufanya ABCD. Unajikuta pia wewe unafanya mazoezi kama yale. Endelea. Kwa hivyo utafiti unaonyesha wale wanafunzi ama wanasaidiwa kusoma hata nyumbani, wakienda shule wanafaulu zaidi. Na mtoto akiwa nyumbani, mzazi anaweza saidia kusoma na kuandika kwa kupeana zile hadithi. Unajua zile hadithi za sugura, zile fisi. Kina kaka sungura. Yes, ukipata nafasi kama mzazi ya kuketi na mtoto wako, pia unampatia hizo hadithi, unamsaidia pia na kufanya homework. Pia hiyo inasaidia. Na utafiti pia umeonyesha wale wanafunzi ambao usaidiwa kufanya homework nyumbani na wazazi wanafaulu zaidi. Na pia wale wanafunzi pia wanatoka zile boma ambao wazazi pia wamesoma na wanaweza kuwasaidia kufanya homework, pia hao wanafanya vizuri kulingana na wale wanatoka zile boma ambazo mzazi ama hawapati usaidizi katika boma. Kwa hivyo hilo pia linaeleza kwa nini pia hatujafikia kile kiwango tunataka ya kujua kusoma na kuandika ile kiwango tunataka. Alafu ni vizuri pia tujue katika hizi grade za chini, tunaongea PP1 mpaka grade 3, wanafunzi huwa wanasoma, they learn to read. Wasome, wajue kusoma. Wanajifunza kusoma hapo sasa. Wanajifunza kusoma. Lakini sasa kuanzia grade 4 kwenda juu, ndio wanasoma ndio wajifunze. Wanasoma ndio wajifunze. Kwa hivyo grade za chini, they learn to read. Wanajifunza kusoma. Lakini grade ya 4 kwenda juu, they read. Wanasoma kujifunza. Sasa hapo ndio changamoto inakuja. Kwa sababu saa zingine walimu hawasaidii wanafunzi sasa kutransition. Waanze kutumia sasa reading to learn. Unapata wako grade 4 kwenda juu, but they are still learning to read. Hapo ndio changamoto inakuja. Safi kabisa. Labda Daktari Frida ndio. Kujifunza kusoma. Nianzie pale. Foundational grades. Katika darasa la kutoka pale mwanafunzi anaingia pre-primary hadi aendelee grade ya kwanza, grade ya pili, grade ya 3, ni muhimu sana kwa maisha ya yule mtoto. Ndio anapoendelea na masomo yake ya juu, apate zile study muhimu: kusoma, kuandika, wanaanzanga pia na kusikiliza, kuzungumza, kusoma. Kwa hivyo mwalimu asaidie wale watoto kuweza kupata zile skills za reading, learning to read. Vile mwalimu anavyo toa maelezo kwa somo, awaonyeshe kabisa vile ambavyo wanaweza kusoma, kisha awaache polepole waweze kusoma pamoja wenyewe. Kisha baadaye wasome wenyewe. Kwa hivyo it's a process. Ndio. Kwenye hiyo process, gradual release model. Na hii model imetumika katika mtaala wa elimu yetu. Kwa hivyo tukishikilia vile mwalimu afunze in steps. Kwa hivyo itasaidia wanafunzi. Kwa sababu tunaelewa ya kwamba ni muhimu kabisa watoto waweze kusoma kabla wafike grade ya 4. Ndio sasa wakifika grade ya 4, kama vile Daktari Samu amesema, waweze sasa kutumia lugha kujifunza masomo mengine. Daktari Frida, nitarudi kwako utuelezee umuhimu, ikiwezekana nyote, wa kumhusisha mzazi kwenye hii process
na ni vipi itaweza kumsaidia kukuza akili na hata kumsaidia yule mwanafunzi kupata elimu zaidi kupitia mchango wa mzazi. Lakini usiende mbali, tutarudi mtazamaji. Kwanza kabisa naarifiwa kwamba wale washukiwa 4 ambao walikamatwa kwa madai ya kugushi rekodi za hospitali ile ya Nairobi hivi sasa wamefikishwa mahakamani na kesi hiyo inaendelea. Labda moja kwa moja pia tupate kusikiza kinachoendelea kuhusiana na kesi hii ambayo kidogo imeleta hisia tofauti katika jamii. It is very important. The vetting of judges and magistrates board determined that it was improper to keep a medical doctor waiting in court for 45 minutes. We've had 2 doctors in detention for 2 days. This multitude are not idlers. These are 200 doctors. They ought to be in hospital taking care of patients. Nothing can ever be more important than the health of the people of Kenya. Yes, you may have other matters prioritized ahead of this, but I'm sure our colleagues here are not so unreasonable as not to appreciate the magnitude of the problem we are encountering. My friend, tell us how many minutes you require to register and bring forth a charge. 10, 15, 1 hour? But we can't live here with the nebulous proposition that we just be patient. No. I, on my part, am a very busy person. The president of the Law Society is a busy person. Everybody here is busy. James Ochengo, the All Senior Counsel, is busy. Your Honor, there is no way the state command preferential treatment with so much indicator as to the parameters of the time they want this matters done. So, in conclusion, give us time frames. Then we'll come back. James Ochengo, and central to this particular issue is the due administration of justice. First, it is not for the court to wait on the office of the DPP. It is the other way around. In isolation, we would be waiting. But the circumstances of this particular issue, they were whisked away from their homesteads on Saturday morning. They've had ample time to come and continue holding the communicado in the presence of the court, violating the fundamental rights of those accused in the court precincts, using the court precincts as a place to actually continue committing those fundamental rights is something the court should address. So the office of the DPP, if they are not ready, they better tell us so that we know exactly what to tell court. Let me just add something. You know, when these persons were arrested, in fact, let me use that word that is accurate, when they were abducted from wherever they were, the belief was that these people are going to be brought to court to be charged today. And when we visited the various police stations, that was the confirmation. That is why we are here this morning. That should show that at the time the officers were bringing them to court, they had prepared a charge or communicated with the office of the ODPP so that this process can take place. The confusion now is that you're being told the DPP, the charge is being registered and that the charge has been brought to court, which we have been waiting since morning, and it was the same thing as from 9 o'clock in court number 1. Your Honor, one of the doctors is unwell. Article 57 is so clear, Your Honor. Elderly persons, and 2 of them are very elderly, must be treated fairly with the state and should be shielded from abuse. Article 57C says that. And it also says that the state should assist the elderly. This is why we are before you, Your Honor, and we are happily coming before you. Please assist us, because right now, when the police are keeping them in custody, they are going against their fundamental rights. These rights are not there for the sake of Your Honor. These rights are there to protect such persons from the state, and the state is acting in excess. What are they doing right now? They have brought these people to the court premises, whereby this court premises is your jurisdiction.
But remember, the mud is not being thrown at them. It is being thrown at the court. You know why, Your Honor? They have broken the rules. They have disobeyed court orders. But they are saying, and everybody knows that they are in court today. Are they? That is the problem. So the moment they leave here, what will be remaining? That we took these people to court, and the court prevent yourself, protect yourself, because this thing is not going to stop. This is the DNA of the state. This is how they act. This is how they behave. And those people are in the parking from morning. We don't know whether they are eating, they are some on medication. But the thing is, these people were on bond. The first thing they should be telling you right now, Your Honor, is why did they go against the court order as well? So that if they are still waiting for the charge, until now, those bond orders that were there should be existing. And what should we do with them? Allow them to be active so that these people can go home when the state is ready. If ever they'll be ready, we will come back. How many minutes? You know what we are asking the DPP? Can these people be brought to court? They sit here. Only that. And we must they sit in a booth? Ni kauli hizo kutoka kwa wakili Ombeta hapo pamoja na wakili Havi, na hivi sasa pia amejumuika na wakili Omari ambao wanaendelea kusikiza kesi ile, na cha msingi kinachoendelea kwamba koti peane amri aidha wale wanne ambao wamezuiliwa, ambao wanadai kwamba bado wamewekwa katika gari la polisi mpaka sasa hawajafikishwa kizimbani, wapewe haki yao kama wananchi. Manake ndani mle wanasema wengine ni wagonjwa, ni wazee, kumaanisha kwamba haki yao kidogo imeweza kukandamizwa. Ni taarifa ambayo tutaifuatilia hivi sasa, lakini tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa tunaelekea kwenye mahojiano yetu kuangazia mustakabali wa elimu na namna ambavyo tafiti zinavyozungumza. Tumeachia pale kwa Daktari Frida, atakuja kutuelezea umuhimu wa mzazi katika kusaidiana na mtoto wake kufanya kazi zile ambazo amepewa, yani homework kuja kufanyia nyumbani. Unasaidia vipi? Utafiti unasema nini? Je, mzazi lazima ahusishwe? CBC na CBE zile vilivyokuja, yani ilikuwa zinamtaka mzazi awe kwenye mkumbo huo. Tutarudi, usiende mbali. Nourishment is about consistency, not occasional use. Healthy-looking skin comes from daily care. Using Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion consistently strengthens the skin barrier and reduces dryness and ashiness, especially in changing weather. With regular use, the Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion ensures your skin retains moisture and looks healthy over time. When your skin feels nourished every day, your confidence feels natural. Glowing becomes part of your routine, not just a special occasion moment. Experience next-level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Posted yesterday? Still no calls? Your brand deserves more than silence. Get seen, get sales, get into #TukoSoko. Just 6K puts your biz in front of 5 million people in just 2 days. Ads on Standard Digital, traffic, visibility, results. TukoSoko. Call or WhatsApp 0704 565545. Let's sell something. Your hustle, our platform, we've got you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to welcome you all in this holy month of Ramadan. May you and your families receive peace, purity, and answered prayers in this holy month of Ramadan. May this month strengthen our iman and may all our duas be answered.
Ramadan Mubarak to each and every one of you. Just watch market, understand it, move with it. This is your campus in the world of investments every Tuesday night on KTN, The Trading Bell. When you are stressed, then you ride the horse, that energy, or maybe you start thinking about horses, the stress is all gone. And then there are some kids who are artistic maybe. It helps in therapy. First, when you're coming to groom the horse, you know, some horses are maybe mad, not happy. So first thing you approach the horse. This horse is very shy, don't worry. So when you're approaching the horse, the ears communicate a lot. So when the ears flip behind, the horse is sad or mad. So you have to be very, very careful. Ni saa 6 saa za Afrika ya Mashariki, saa 6 na dakika 31 saa za Afrika ya Mashariki, mwendo huu wa dhuhuri ambapo tunaendelea na kipindi chetu cha yanayojiri hivi sasa, tukiangazia masuala ya mustakabali wa elimu, hususan masuala ya CBE na pia CBC kwa wale wanafunzi ambao wako katika zile shule za msingi, maandalizi yake, umilisi ule, na pia vile vile tunaangalia swala la ustadi hapa, tukiangazia skills ambazo sasa zinafaa kupewa kwa wanafunzi hawa. Tulivyokwenda mapumziko tulikuwa tunasema tukirudi tutaingilia wazazi sasa tupate kujua umuhimu wao katika masuala ya elimu, hususan elimu ambao tulionao hivi sasa, mfumo ulionao hivi sasa hapa nchini Kenya ambao mara nyingi unamhusisha mzazi kuwa pia miongoni mwa ule mkumbo wa kumsaidia mwanafunzi. Nikaarifiwa hapo na daktari mmoja kwamba mwalimu wa kwanza wa mwanafunzi ni mzazi mwenyewe. Hili ni jambo ambalo nimesema nitalisisitiza. Ndio maana Daktari Frida, upande wako labda utafiti unatuelezea nini? Wazazi wengi ni kama wamejikuta yani wanapewa majukumu ambayo si yao. Nitakupa mfano. Wengi wanalalamika kwamba tunapeleka watoto shule zile za kibinafsi, tunalipa fees nyingi, alafu mtoto anarudi nyumbani anakuambia mama baba umeambiwa unisaidie kufanya kazi fulani, na unakuta kwa mzazi wasa nyingine hawafurahi. Lakini utafiti wenu unaelezea nini kuhusiana na kumjumuisha mzazi katika masuala ya elimu ya mtoto? Utafiti unaonyesha kwamba mzazi ni muhimu sana katika masomo ya watoto. Nisisitize kwamba vile umesema, mtoto anapozaliwa, kabla aanze kwenda shule, yuko pale nyumbani na mzazi wake. Kwa hivyo masomo yaanza pale nyumbani. Kwa hivyo mzazi ndiye mwalimu wa kwanza wa yule mtoto. Kile ambacho kitafanyika pale nyumbani kitasaidia huyu mtoto kukua vyema anapoenda shuleni. Utafiti unaonyesha watoto ambao wamesaidiwa ama wanapata usaidizi wa mzazi pale nyumbani, na mzazi namaanisha sio ule usaidizi wa ule mfanyikazi kwa mfano tuweze kusaidiana na hali nacheka kwa sababu wazazi wengi waachia kazi wafanyikazi kina dada wale kusaidia usaidizi. Ndio hivyo wazazi wengi tunafanya hivyo, lakini umuhimu wa mzazi tusisitize pale. Mzazi akiweza kusaidia mwanafunzi, sio kumfanyia ile homework ambayo amepewa. Tusikue sisi ndio tuko mbele kufanya
homework, lakini tuelekeze watoto wanapofanya ile kazi ya ziada ambayo wamepewa pale shule. Kuelekeza ni kusupervise, pia kuhakikisha yule mtoto amekamilisha kazi yake ambayo amefanya. Sio lazima wazazi wengine katika utafiti wanalalamika kwamba tumepewa kazi ya mwalimu, lakini wengine wanafuatilia kwamba kusaidia kufuatilia masomo ya mtoto ni muhimu sana katika ile elimu msingi, watoto wangali wachanga. Kwa hivyo mzazi kiungo muhimu sana katika elimu asoa ya mfumo wa CBE. Daktari Sam, kuongezea hapo kidogo nitasema jambo la mtoto kusoma na kufaulu kimasomo ni kubwa sana, kufikia kiwango ya hatuwezi sema tumewachia huyu ili jukumu lake lote. Hatuwezi sema tumewachia mambo ya kusoma, tumewachia serikali ama tumewachia mwalimu ama tumewachia mzazi. Ili ni jambo la kila mtu ako nafasi yake ya kuchangia ndio mwanafunzi ama mtoto aweze kufaulu shule. Nikirejelea hapa kwa mzazi na jambo yenye nitazungumzia ni vile mtaala unasema, na nipeane example ama mfano wa ile lugha ya kusomesha mtoto katika grade za huko chini. Tunaita the language of instruction. Kama ni hesabu itafunzwa na lugha gani? Kama ni Kiingereza ni hizo masomo zote ni lugha gani? Mtaala vile unasema unasema ile lugha ya the catchment area ama mahali mtoto ametoka, ile lugha inapaswa kutumiwa kwenye madarasa shuleni. Kwa mfano tukikuja katika jiji la Nairobi, kuna sehemu ambazo lugha yenye watoto wanatoka ile inaongelewa sana, watu wanaongea sana ni Kiswahili. Ndio. Huyo mtoto anapoingia grade 1 kwa shule inatakikana afunzwe kutumia Kiswahili. Because kwa sababu hiyo ndio lugha ya maeneo anakotoka. Kuna sehemu zingine ile lugha huyo mtoto anatoka, lugha ya hiyo sehemu ni Kiingereza. Akiingia grade 1 afunzwe Kiingereza. Twende mashambani. Kule mashambani unapata ile lugha iko ni ile lugha ya wenyeji huko. Lugha ya mama wanasema. Lugha ya mama ya huko. Sasa huyo mtoto akienda shule unapata wazazi zingine tuna upungufu. Nikipata mtoto wangu ameenda shule na anafunzwa ile lugha ya mama ya huko kwetu, naona si sawa. Kwa sababu nilitarajia mtoto wangu afunzwe Kiingereza. Lakini vile mtaala unasema watoto wafunzwe na ile lugha ya mama ama kule the language of the context where they operate in. Tukifikia kiwango ya grade 4 kwenda juu, sasa tuingie ile kiwango ya watoto wote sasa wasome Kiingereza as the language of instruction. Sasa hii kutilia mkazo watoto wasome the language of the catchment area ndio imechangia pia kuwa na shida kwa wanafunzi kwa kusoma na kuandika. Ndio. Kwa sababu nyumbani wana lugha hii, wakienda shule wanafunzwa na lugha nyingine. Kwa hivyo hapo pia wazazi tunasema tushirikiane pia na walimu, vile mtaala unasema pia tuende vile mtaala unasema. Tusianze kuweka ile pressure watoto wetu lazima wasome Kiswahili, wasome Kiingereza, na kumbe mahali wanatoka wanahitaji muda wa kusoma ile lugha ya hiyo catchment area, ndiposa wakiendelea sasa waweze kujua Kiswahili, waweze kujua Kiingereza wakiendelea. Jambo lingine yenye nitanguzia kuhusu wazazi, utafiti pia umeonyesha wale wazazi ambao uchukua muda wanatoka nyumbani wanaenda shule, wanaongea na walimu kuhusu vile watoto wao wanaendelea kimasomo, hao watoto pia ufaulu, wanafanya vizuri kuliko
ule mtoto anaenda shule na mzazi apati nafasi ya kwenda kuongea na mwalimu katika shule. Kwa hivyo jambo lenye tunasema hapa ni pia walimu wakati wanatuma watoto ama wanafunzi nyumbani waende wakasaidiwe na wazazi, waangalie zile mazoezi wanapeana ni mazoezi yenye inawezekana pia kufanyika nyumbani. Tusipeane zile mazoezi yenye itahitaji mzazi agharamike kifedha. Ndio. Na tungetumia tu mfano mazoezi yenye mtoto angetumia locally available resources. Yeah. Lakini daktari, ni kwa nini mtoto anapoanzisha, na ndio umesema ndio mtaala unavyosema kwamba aanzishe na ile lugha ya mama kule akifika kama darasa la 3 la 4 naendelee. Kwa nini tunatumia lugha ya mama wakati ambapo unakuta tumeendelea sasa kiasi cha kwamba tuna rasilimali za kutosha katika shule, hata zile shule zilizoko sehemu za mashambani kule? Kwa nini aanze na lugha ya mama? Kila kitu inategemea msingi, foundation. Na ndiposa uweze kufaulu katika ngazi ya juu, na ngazi ya juu hapa ni ile lugha geni. Inaweza kuwa ni lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili. Ndiposa sasa niweze kuimarika kwa hizi lugha zingine, lazima nikuwe na foundation mzuri ya lugha yangu. Ndiposa sasa nikuwe na nguvu ya kupata hizi lugha zingine. Lakini kama bado niko na tatizo na lugha yangu ile yenye nikitoka shule nikienda nyumbani hata natatizika, hiyo lugha yangu sijaifahamu nikaishikilia kabisa. Nikiishikilia vizuri, hata zile mifano tuchukue hii mfano na tutarudi tena kwa hesabu. Nikienda shule nafunzwa kuongeza, kutoa, multiplication, division, na mwalimu grade 1 anaongea Kiswahili ama Kiingereza. Na mimi niko na ile lugha ya mama. Kabla nijue kuongeza ama addition kwa Kiingereza, mwalimu angeniambia addition kwa lugha yangu ya mama ya nyumbani, ingesaidia mimi kupata hii concept vizuri sana kuliko ile lugha umetumia ni lugha yenye hata sielewi. Nimekupata Daktari Frida. Pengine niongeze kidogo kwamba utafiti wa literacy unaonyesha kwamba mwalimu inakubalika pale darasani wakati unafunza Kiingereza, unafunza somo la Kiswahili, inakubalika kubadilisha msimbo. Kumaanisha unapofunza Kiingereza, pengine ungependa watoto waelewe neno fulani, unafunza vokali ama vocabulary in English. Inaeleweka zaidi kwa mtoto pale ambapo unatumia lugha ambayo mtoto kwanza anaelewa. Kumweleza hiki chombo kinaitwa hivi kwa lugha yake ambayo tayari anaielewa zaidi. Alafu sasa kisha ulete sasa ile lugha ambayo ulikuwa unataka ule mtoto aelewe katika lile somo. Kama ni somo la Kiswahili, uendelee tukufunza, lakini kuna mahali ambapo utaona mtoto yule anahitaji kidogo kuelezewa zaidi. Pale inakubalika katika literacy research kwamba unaweza kabadilisha msimbo kwa kusaidia mtoto kuelewa zaidi. Kuna swala la matumizi ya haya masomo yanayojulikana kama STEM. Labda utafiti wenu unasema nini? Manake katika siku za hivi karibuni unakuta kila shule inasisitiza masomo haya ya STEM. Kabla niende kwa masomo ya STEM, vile umetaja STEM nimekumbuka teknolojia. Ndio. Matumizi ya dijitali pale darasani ni muhimu sana kwa kusaidia watoto pia kuchangamka darasani na pia kuweza kuelewa lile somo ambalo mwalimu analifunza pale darasani. Kwa hivyo utafiti unaonyesha kwamba matumizi ya teknolojia pale darasani yako kwa kiwango cha chini kabisa.
Hata pale ambapo vifaa vya kidijitali vinapatikana pale shuleni, matumizi yake bado yangali yako chini. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kuangazia kwa nini mwalimu hatumii vifaa vile. Kunawezekano kuna sababu yoyote. Labda mwalimu mwenyewe ana ufahamu. Pengine mwalimu hana ufahamu, na research inaonyesha kwamba walimu wengine hawana ufahamu wa kiteknolojia, zile skills ambazo za digital literacy. Mwalimu anahitaji kupata ile elimu ya kumsaidia sasa kuweza kuelekeza watoto na pia infrastructure in terms of electricity, maabara ya kuhifadhi makompyuta yale na tarakilishi. Ndio hayo pia yanakosa katika shule zingine. Tuende kwenye STEM. Kwa nini tunatilia mkazo? Dakika 2 tu hivi tuelezee. Ya masomo ya sayansi ni muhimu sana kwa mtoto yeyote yule, mwanafunzi angali pale shuleni. Hata kama tunasisitiza kusoma na kuandika, pia masomo ya kisayansi ni muhimu. Tuanze na hesabu, ni STEM, ina fall under STEM. Kwa hivyo inasaidia mtoto kupata zile skills ama ustadi ya kufanya mambo, ustadi wa kurekebisha kitu fulani kimeharibika pale nyumbani. Ule ustadi unapatikana katika yale masomo ya kiufundi pale shuleni. Kwa hivyo ningesema sasa hayo masomo ni muhimu na ni vizuri kama mtaala unavyo pendekeza, walimu wapate ama tuajiri walimu ambao wana welendi katika zile skills ama ustadi wa kufundisha masomo ya kiufundi. Safi kabisa. Kumalizia, labda Daktari Sam utatuelezea, wewe ndo mtaalamu wa mitaala hii na unasimamia pale Mizizi. Labda ni kwa nini tunatengeneza mtaala ambao uko uniform, uko sawa Kenya nzima, KICD pale, lakini tunapokuja kutekeleza, iwe ni katika shule ambazo ziko mijini, iwe ni katika shule ambazo ziko mashambani, kuna utofauti wa matokeo yake. Hii inaletwa na nini? Kabla nifike hapo, acha niseme kidogo kuhusu. Dakika 2 ndio zimesalia. Okay, wacha niseme kuhusu mitambo ya dijitali kwanza. Mwenzangu amesema lazima pia tutafute a balance between ile wakati tunaleta mitambo ya dijitali kwa mashule ama kwa darasa, na ile wakati wanafunzi wamefikia kiwango hicho, kwa sababu tunaweza leta calculators mapema sana kwa grade 1 tuzuie ile kukuza kwa akili kwa wanafunzi ya kufanya zile mental maths. Kuhusu mitaala na mitaala ya kusoma na kuwa uniform ama the same across different contexts, tuseme hii curriculum ni ya wanafunzi wote, lakini pia kuna nafasi wakati wanafunzi wanaendelea kusoma. Ukiangalia zile zinaitwa learning experiences, mwalimu anaruhusiwa kutumia examples kutoka kwa ile environment mwanafunzi ako. Kwa hivyo hiyo kwa njia moja ama nyingine inaweka ile kuwa at the same level. Because wakati wanafunzi watakuwa wamemaliza shule na masomo wakipitia mtaala wetu wote, kuna zile outcomes tunataka wote wafikia. Tuwezi sema kuna zile learning outcomes za wanafunzi wa mijini na wale wa mashambani. Hapana, ni moja, lakini sasa mbinu za kufunza ndizo zitakuwa tofauti kulingana na ile maeneo mwanafunzi yako. Asanteni sana Daktari Frida Kiambati kutoka APHRC. Na ni mwanasayansi pia unaoshirika sana na utafiti wa masuala ya elimu. Asante sana. Na vile vile Daktari Sam Mutweleli, asante sana kutoka Mizizi Afrika pale, shirika ambalo linaangazia sana masuala ya elimu na utafiti. Na vile vile utafiti wao unasema kwamba kuna viwango ama asilimia kadhaa barani Afrika, tuseme 80 hivi, ya wanafunzi ambao kusoma bado ni changamoto. Alafu hapa nchini Kenya anasema ni asilimia 30 kwa 60 ambao wanafunzi ambao pia wana changamoto kama hizo. Na si kwamba ati ulimwengu ulioendelea pia hawana changamoto hizi, bali wao pia
ni 70% kama sijakosea. Asanteni sana kwa kuweza kufika siku ya leo, tukiangazia ustadi wa kusoma, kufanya hesabu na hata kuandika, hususan katika mifumo hii ambayo tulionao ya sasa ya umilisi almaarufu CBE na zile CBC kwa wanafunzi. Tumezungumzia pia masuala ya umuhimu wa mzazi kuhusika katika safari ya mwanafunzi kupata elimu. Sio tu ni kazi ya mwalimu, bali mwalimu wa kwanza kwa mwanafunzi huwa ni yule mzazi. Kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama. Taarifa zinakujia kwa lugha ya Kiingereza tukiangazia kinachoendelea katika maeneo mbalimbali. Usiende mbali. Asante.